Kwenye vigezo hapo hapo nimesema kwa vigezo viko vingi sana, lakini hapa nimegusia vichache. Vingine sasa hapo tulikuwa tunazungumzia swala la umri, tukazungumzia swala la uzito, tukazungumzia swala la afya, tukaongea kwa undani zaidi kama mtu amekula anajisikia vizuri asiwe anatumia dawa fulani labda ndani ya wiki 2 au nyuma. Lakini pia kingine tukasema kwamba baadhi ya magonjwa sugu sawa tumeyazungumzia. Lakini vitu vingine sasa kwa wanawake. Okay, labda nianze kwa wanawake. Wanawake sasa kama ikija kutokea ananyonyesha, huyo mtu hataruhusiwa kufanyaje? Kuchangia damu. Kama huyo mwanamke ni mjamzito, haruhusiwi kufanyaje? Kuchangia damu. Kama huyo mwanamke yuko hedhi, sawa, menstruation period, pia afanyaje? Haruhusiwi kuchangia damu. Na yale magonjwa mengine ambayo pia tumeweza kufanyaje? Kuyataja. Lakini kwa wanaume asilimia kubwa, kwa sababu hizo zote huwa hawazipitii, kwa hiyo asilimia kubwa turudi pale pale kwenye upande mzima wa afya yake kwa ujumla. Unakuta mtu labda ana sickle cell, unakuta mtu labda ana issue za asthma au issue yote ya upumuaji. Lakini pia baadhi ya magonjwa, kuna wengine wa hemophilia, lakini pia kuna wengine kama hivyo magonjwa ya moyo, figo na kadhalika. Kwa pia wote hawaruhusiwi kuchangia. Kwa hiyo hilo swala ambalo umelizungumzia hapo kwamba ushasikia kwamba labda mtu alikuwa hedhi akashindwa kuchangia damu. Kwa hiyo ni kweli kabisa, sababu ni moja pia kigezo. Sababu kumbuka hili linahusisha damu. Kwa hiyo sasa yeye pia tunafahamu kila kiingia kuna baadhi ya damu ambazo zinafanyaje? Zinapotea. Kwa hiyo pia ukimuingiza kwenye kipengele kwamba achangie damu, kuna namna pia unakuwa unafanyaje? Unahatarisha pia afya yake.